Bwana Yesu asifiwe. Tuko tuma ile somo nasema laana. Na kuna aina ine ya laana. Aina ya kwanza ya laana iko katika kisomo ya Kumbukumbu la Torati. Ukisoma katika kitabu ya Kumbukumbu la Torati 29:15 utasikia pale maandiko nasema nini. Maandiko nasema ya kama usipotii kwa maagizo ambayo ninakuagizia leo, kwa kusika amri zangu na maagizo zangu, laana hizi zote zitafuatana katika maisha yako. Maki laana ya kwanza ni ya kutokusika sheria za Mungu, ni ya kutokutembea kufanya mapenzi ya Mungu. Hiyo ni laana ya kwanza mu maisha ya binadamu. Wakati binadamu anakuwa infidele mbele ya Mungu, wakati binadamu anakuwa asikamatike mbele ya Mungu, directement anaita malaana mu maisha yake. Laana usipotii sauti ya Mungu, usipotii sauti ya Mungu na kufanya kazi zake, kuacha maisha ya dhambi, umeshalainiwa tayari. Kama ulikuwa mchungaji wa kanisa, ulishatoroka kanisa. Kama ulikuwa mwinjilisti, ulishaacha huduma ya uinjilisti. Ulikuwa mwimbaji, ulishaacha. Ulikuwa shemasi, ulikuwa nabii, ukiacha tu kidogo, pale directement unaita laana mu maisha yako. Laana ya kwanza ni kutokusika sheria za Mungu, kutokutembea na kufanya mapenzi ya Mungu. Hiyo ni laana ya kwanza mu maisha ya binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpendwa na nitazama mahali popote, kama ufanye mapenzi ya Mungu, usijiulize nini imekupata mu maisha yako. Ulishaacha njia za Mungu, ulishaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Inakubidi asubuhi ya leo unaponisikia na kunitazama, rudilia Mungu, sika sheria za Mungu. Acha maisha ya dhambi, tegemea Mungu na utumainie Mungu. Mungu atakondolea zile laana. Ulishajilaani mwenyewe kwa kutokufuata sheria za Mungu. Wamekuhubiri haupendi kubadilika. Unafanya moyo mgumu, unadharau wahubiri, unadharau mchungaji. Hile ni laana kubwa bien-aime. Rudilia Mungu, Mungu apate kukuosha kwa ile laana uko nayo. Bwana Yesu asifiwe.